Karibu msikilizaji katika sehemu ya 15 na ya mwisho kabisa ya simulizi yetu nzuri itwayo Salome the Swazi Girl. Binti Salome kutoka Uswazi, tukiwa tuko msimu wa pili sehemu ya 15 na ya mwisho kabisa. Tupokuwa tumeishia pale ambapo Brighton ya kuamini macho yake kutokana na kile ambacho kama ikiona. Alipata mshtuko wa ghafla, mwisho akajikuta anadondoka chini. Kishindo chake kilimshtua Rafael na Salome. Waligeuka kutizama, wanamuona sio mwingine zaidi ya Brighton yuko chini, tena kibaya zaidi. Aliamka vibaya sana. Chezea mapenzi wewe, unaambiwa. Ukisikia mapenzi yanaua ndo kama hivyo aisee. Tukasema shikamo mapenzi. Bila shaka alisema marhaba. Marabin. Director wenu kutoka simulizi Mixi, lakini Elias Mziwanda kwenye karamu. Simulizi Mixi ndo andaaji. Asante kwa kuwa nami tangu mwanzo mpaka mwisho. Tulikuwa pamoja kwenye burudani ya Salome Swazi Girl. Katika komenti, kushare, kulike, kusikiliza na kila kitu pale YouTube channel Simulizi Mixi. Saluti sana. Pale Simulizi hapo wote ambao tulikuwa kule, saluti sana. WhatsApp pia 0677062012. Saluti nyingi sana kwa msikilizaji na mdau wetu wa nguvu sana. Pote pale pote usikiliza kupitia simulizi ya Salome Swazi Girl, basi heshima yako kwa nami tangu mwanzo mpaka sehemu ya mwisho. Mwisho simulizi ni mwanzo simulizi nyingine inayokwenda kwa jina la Tone la Damu, the journalist, yani mwandishi wa habari ambaye sijui ilikuwaje na ikawaje, wala sikupi kionjo kwa sababu tutamaliza utamu wa simulizi. Baadaye basi tafute Tone la Damu, the journalist, yani mwandishi wa habari. Imetungwa na Fabian Babuya, lakini kwenye mic ni director Owen mwenyewe. Kwa hiyo ni burudani moja ya kibabe kweli kweli. Ni mambo ya ujasusi, upelelezi na mapigano, basi tunaenda kupasha huko tena baada ya kwamba tulikuwa tumeachana nayo kwa muda mrefu sana kutokea Aisha, Salome kisha Zuchu. Tunaenda kwenye mapigano tena ndani ya Tone la Damu na the journalist, yani mwandishi wa habari. Rafael ilibidi kuwahi kwa ajili ya kumsaidia Brighton angalau kumtoa chini. Kitendo cha kumuinua tu kutoka chini, Brighton akaonekanika kuzimia, siwezi hata kuzungumza. Mungu wangu, tatizo hili. Rafael ikabidi kutoka haraka sana kuomba msaada. Nesa akafika kwa ajili ya kumchukua huko akimsaidia na Rafael hadi ndani ya chumba chake kuangalia namna ya kuokoa maisha yake. Maskini Brighton. Mungu msaidie kijana watu apone, maana mtihani mkubwa huu upande wangu. Salome alizungumza kwa huruma sana kutokana na kile ambacho kilitokea. Aliamini wazi kwamba Brighton amefanya hivyo kwa sababu ya mapenzi ya dhati aliyokuwa nayo dhidi yake, lakini tatizo linakuja kwamba moyo wake haupo kwa Brighton hata kidogo. Alisema hawezi kupona tena. Ameongea kisogo tale, anaonyesha kwamba mishipa ya damu imepasuka ndani kwa ndani baada ya kupata mshtuko mkubwa sana kisha kuanguka chini. Damu imevuja kuelekea katika ubongo. Kwa hiyo hapo hakuna namna ya kufanya, badala yake tutoe taarifa kwa familia yake. Basi daktari alitoa taarifa baada ya kufanya vipimo. Rafael hakupenda kuona Brighton anapoteza maisha, maana yeye ndiye mtu pekee ambaye aliokoa maisha ya Salome. Hapa anafanya kitu aweze kupona huyu kijana. Huyu lazima apone, maana bila Salome angepoteza maisha yake. Rafael akazungumza kwa uchungu sana, lakini daktari akamwambia huyu hawezi kupona na kuna sababu ya kuhangaika tena naye, maana tayari ameshapoteza maisha huyu. Daktari alivua gloves, ishara kwamba Brighton hakuna shughuli tena upande wake. Shughuli haipo. Mtoto wa watu, mapenzi, amepoteza maisha yake hivi. Huzuni katawala kwa kila mtu, hata madaktari waliumia sana kutokana na kifo cha Brighton. Nitamwambia nini babake huyo mtoto jamani? Mke wa David alizungumza kwa sauti ya kilio baada ya kupata taarifa za kifo cha Brighton. Muda huo Serena anafika, naye anapewa hizo habari, kitu ambacho Serena aliamua kukifanya kwa haraka. Alitoa maagizo kwamba Salome atolewe hospitali kwake, maana aliamini usalama wake utakuwa ni mdogo zaidi. Serena alitaka Salome apelekwe nyumbani kwa David kama matibabu yatapatia huko. Aliamini kama baki Brighton atapata habari za kifo cha Brighton, hawezi kunyamaza kimya, huku akiamini Salome ndiye sababu ya kifo cha kijana wake. Na ndio maana Serena aliamua kumuondoa Salome hospitali kwake kwa haraka zaidi, lakini pia kilicho Brighton kupoteza maisha iligeuka kuwa ni pigo kubwa sana upande wa Serena, maana aliamini yatazungumziwa mabaya mengi sana kuhusu hospitali yake. Lawama zote ilianza kupewa Nesa ambaye alikuwa na jukumu la kumwangalia Brighton muda wote, maana kama asingefanya uzembe Brighton asingeliweza kutoka kwenda katika chumba cha Salome. Mambo yalikuwa ni zigzaga siku hiyo. Rafael akashindwa namna ya kujigawa. Nani wa kumpatia taarifa hizi babake Brighton? Rafael alikuwa ameuliza, maana aliamini habari zikifika kwa babake Brighton itakuwa ni balaa kubwa sana, tena bonge moja la balaa zito. Ukisikia balaa zito ndo kama hilo sasa. Nitampigia simu mimi kwa ajili ya kumwambia habari hizi. Lazima apewe habari hizi. Serena alichukua jukumu la kumtafuta babake Brighton kwa lengo la kumfikishia taarifa. Hello nani? Naitwa Serena, waziri wa afya. Ndio unasemaje sasa, nishakutambua. Ni kuhusu habari za Brighton. Naomba usiniambie kitu chochote kile kuhusiana na huyo mtoto pumbavu kabisa ambaye ameamini mapenzi yana thamani kuliko maisha yake. Babake Brighton alikata simu bila kusikiliza alichokuwa anataka kuambiwa na Serena.
Selina akaamua kumpigia tena simu, lakini baba Brighton hakutaka kupokea simu ya Selina, maana hakutamani kusikia habari za Brighton, kutokana na kile ambacho aliamini kwamba Brighton amevunja heshima yake kuto kumsikiliza kisha kufanya maamuzi binafsi. Selina akaamua kumtumia message baada ya kuona babake Brighton hataki kupokea simu. Afisa David naye alipokea habari za kifo cha Brighton kutoka kwa mke wake. Mungu wangu, nitamuuliza vipi yule babake Brighton? Afisa David naye aliwaza kuhusu namna ya kufikisha habari kwa baba Brighton. Mwili wa Brighton ukachukuliwa kisha kupelekwa mochwari kusubiria namna ya kufanya hatua za maziko. Lafari ikabidi kutoka haraka kwenda hospitali kufanya shughuli za kutoa mwili wa mamake mkwe kwa ajili ya kusafirisha mwili huo kwenda Tanga, ambako alitakiwa kwenda kuzika kisha kuendelea na masuala ya Brighton. Habari za kikao kuhusu Rafael na Veronica ikabidi kugailishwa kwanza mambo yaweze kumalizika ndipo vikao viweze kufanyika sasa. Ikram naye wakati huo alikata tiketi kisha kusafiri kurudi Tanzania baada ya kutumia pesa na kakake ambaye ni Rafael. Mambo yalienda haraka, hatimaye mwili wa mamake Veronica kuagwa nyumbani kwa Rafael kisha kusafirishwa kupelekwa nyumbani kwake Tanga. Rafael hakuweza kwenda kutokana na mambo kuingiliana. Hivyo Sheila na Veronica ndio waliosafiri kupeleka mwili huo. Baadhi ya majirani walikubali kuambatana nao, lakini wengi waligoma kuhofia usalama wao kutokana na mambo yaliyokuwa yanaendelea katika familia hiyo. Ilifikia hatua Rafael familia yake yote ikawa inaogopwa na majirani, huku tuhuma zikienda kwa Rafael kwamba amejiunga na Freemason na ndiye ambaye anawatoa kafara. Lakini kumbe mambo yote alikuwa anafanya ni mamake mkwe ambaye amepoteza maisha tayari kwa sababu ya huo ushirikina wake. Majira jioni walifanikiwa kufika Tanga kisha kujiandaa kwa ajili ya mazishi. Vijana walikusanyika kwa lengo la kwenda kuchimba kaburi la kumzika mamake Veronica, huku wakati wa Dar es Salaam mambo yakawa yanaendelea sasa kuhusiana na swala la Brighton. Rafael na Afisa David waliamua kujitoa muhanga kwenda nyumbani kwa baba Brighton kupeleka habari za msiba baada ya Selina kupiga simu bila mafanikio yote. Wakati hapo njiani kuelekea nyumbani kwa Brighton, babake Brighton alichukua simu yake na kuanza kupekua vitu ambavyo mbalimbali. Ghafla akaona message ambayo bado alikuwa hajasoma. Hii message imetumwa muda gani, mbona sikusikia wakati naingia? Alizungumza peke yake huko akifungua message aweze kusoma, wakati pembeni yake yupo na juisi yake anakunywa taratibu. Mzee, samahani sana kwa hii taarifa. Naona hutaki kunisikiliza kwa njia ya simu. Sina kile nilichokuwa nahitaji kutoka kwako zaidi ya kukupatia taarifa kwamba Brighton bahati mbaya amepoteza maisha leo asubuhi. What? Alishuka sana kiasi ambacho alijikuta hadi anatetemeka, maana pressure yake ilipanda kiwango kikubwa sana. Hakuwa na mtu mwingine wa kiume zaidi ya Brighton. Nice. Huo msala wake sijui, ngoja tuone unaisha vipi. Baba Brighton alikamata chupa ya maji angalau kutuliza mapigo yake ya moyo, maana alipata mshtuko mkubwa sana. Nini shida, mbona ghafla uko sawa? Mke wake alikuwa ameuliza baada ya kuona ameshtuka sana, tena alionekana kama amechanganyikiwa hivi. Brighton, mwanangu pekee amepoteza maisha. Mungu wangu, mtoto huyu tulimzuia lakini hakutaka hata kusikiliza wazazi wake. Nahitaji kwenda muda huu kwa hospitalini. Mwambie dereva awashe gari tuondoke. Baba huyo alisimama huko akiwa anatetemeka kwa uchungu mkubwa mno. Akaingia ndani ya gari kisha safari kuelekea maeneo ya hospitali kuanza rasmi kwenda kumwona Brighton. Baba alitaka kwenda kudhibitisha kuhusiana na taarifa iliyokuwa imepewa kuhusu kijana wake ambaye sio mwingine zaidi ya Brighton. Wakati huo Brighton tayari kwa mocha anapumzika kwa baridi kusubiri maziko yake. Mapenzi yamesababisha kupoteza maisha yake angali kijana mdogo tena mbichi kabisa. Huzuni ilitanda kwa kila mmoja, maana hata madaktari ndani ya hospitali hiyo walisikitishwa sana na swala hilo la kifo cha Brighton. Salome naye upande wake alikuwa analia sana, maana aliamini bila yeye Brighton asingeweza kupoteza maisha yake. Baba Brighton alifika hospitali hapo, alishuhudia mwili wa Brighton ikiwa tayari umeingizwa mochwari. Hapana, hii sio sawa. Sio sawa kabisa hii. Alizungumza kwa sauti ya taratibu sana kwa kitetemeka. Baba wa watu hakuamini kile alichokuwa anakiona mbele ya macho yake. Hakuamini kama kweli Brighton amepoteza maisha yake. Kibaya zaidi amekufa huko akiwa amegombana na babake. Mzee, swala hilo lilimuumiza sana moyo wake. Babake Brighton hakufanya kitu chochote kile kibaya, badala yake aliamua kuwa mpole hadi pale maziko ya Brighton yalipokuwa yamefanyika. Wanachuo walikuwa wengi sana kwa ajili ya kumsindikiza mwenzao katika nyumba yake mbele. Safari ya Brighton ikawa imefika kikomo kwa staili hiyo. Baada ya mazishi kumalizika, babake Brighton alikuwa kimya tu. Vitu ambavyo wengi walikuwa wameweza kutokea wala haikutokea. Kila mmoja akashangazwa na kimya cha baba huyo. Hata mke wake hakutambua kitu ambacho baba huyo alikuwa anafikiria katika kichwa chake kuhusu Brighton. Baada ya wiki mbili kupita, Salome alikuwa ameshapata nafuu kabisa. Aliweza kutembea mwenyewe. Tatizo zake zikaendelea kama kawaida. Ilikuwa Jumatatu moja hivi asubuhi ambapo zilipita wiki mbili tangu kifo cha Brighton kutokea. Kilifanyika kikao nyumbani kwa Rafael. Kikao hicho kilikuwa ni kuhusiana na Rafael na Veronica kuvunja ndoa yao, lakini pia Ikram alikuwa miongoni mwa watu walikuwa wameshiriki katika kikao hicho. Afisa David, mke wa Afisa David, father na viongozi wengine kutoka kanisani
Walihusika katika kikao hicho akiwepo Sheila kama shahidi upande wa Veronica ambaye dada yake. Mrs. Gubu alikuwa hana cha kuzungumza, maana alitambua uchafu wake wote umeshafahamika kwa kila mmoja aliyekuwa katika kikao hicho. Father alitoa nafasi kwa Veronica aweze kuzungumza kwanza kabla ya Rafael kupewa nafasi hiyo. Father akasema, "Rafael, nimekusikiliza kabla, ingawa tulikuwa peke yetu, nimekutana na viongozi mbalimbali kuhusiana na swala lako hili. Nimeona sasa tusikilize upande zote mbili kabla hatujafanya maamuzi ili kusudi kila upande utendewe haki." Veronica anatambua kwamba unaelewa kitu gani ambacho kimetukutanisha hapa. Unalipi la kuzungumza kuhusiana na ndoa hii kuvunjwa? Mimi sina cha kusema, maana ameamua mwenyewe, siwezi kulazimisha, lakini ninachokisema hapa mbele yenu, kama kwa Rafael ameamua kuniacha mimi, makosa yangu nimekubali, lakini atambue kwamba huyo mwanamke ambaye atamuoa hawezi kuishi kwa amani kama mimi nitakuwa naishi. Veronica alizungumza kauli hiyo bila uoga tena mbele za watu wote. Kabla Rafael hajaruhusiwa, alijikuta kana lopoka. "Kama unataka kuona sura yangu halisi, thubutu kumgusa mwanamke wangu ambaye nitamuoa. Nimekupatia nafasi ukashindwa kutumia nafasi hiyo, kwa sasa haipo tena. Nitakuvuruga vipande vipande, wala hautokuja kuamini kitu nitakufanya kama utathubutu kumsogelea mwanamke wangu wa sasa. Achilia mbali kwamba anajiweza mwenyewe kujilinda, maana yuko vizuri. Mimi mwenyewe hapa binafsi nitakuvuruga wewe." Ilikuwa ni mara ya kwanza Rafael kutoa matusi mazito mbele ya watu. Hakika Rafael alionekana kuamua mazima tena kusimama kiume. Veronica alicheka kwa dharau kisha kusema, "Anisha kufa tayari mimi, kwa hiyo siogope kitu chochote kile Rafael. Kuliko kuniacha mimi, tutakufa wote wawili hapa hapa mbele ya watu." Maneno hayo yalitoka katika kinywa cha Veronica au Mrs. Gubu, kikao kikageuka kuwa uwanja wa majibizano kati ya Rafael na Veronica. Hakuna mbali elewa maana harisi ya Veronica kusema kwamba kuliko Rafael kumwacha kisha kumua mwanamke mwingine, bora wote wawili wapoteze maisha muda huo mbele ya watu wote. Kila mmoja alimtazama Veronica kwa jicho la tahadhari. Ghafla Veronica akasimama. Oho. Tatizo hilo. Veronica alichomoa silaha aina ya bastola ndogo ambayo ilikuwa inamilikiwa na Rafael mwenyewe. Akanyosha kuelekea upande wa Rafael akiwa na lengo la kumaliza maisha ya Rafael muda huo. Kwa hali sio kwa kawaida, Veronica alimshuti Rafael akajikuta anachezea chuma maeneo ya kifuani. Rafael akaanguka chini huku damu zikimtoka. Muda huo Veronica akajimaliza kwa kujipiga risasi ya kichwa. Taharuki kubwa sana ilitanda katika eneo hilo. Hakuna mbali ameni kitu kilicho kimetokea, maana hayakuwa matarajio ya kikao hicho. Hakuna kilichoendelea tena katika kikao hicho. Kila mmoja alizungumza lake ambalo alikuwa anajisikia kulizungumza, huku lawama zote zikitupa upande wa Ikram ambaye ni mdogo wake Rafael. Rafael kanyuliwa kutoka chini alipokuwa ameanguka ili kusudi aweze kupelekwa hospitali. Rafael atapona, maana risasi haijaingia ndani sana, kwa hiyo ondoeni shaka. Alizungumza afisa David wakati wa tayari safari ya kuondoka na Rafael kwenda hospitali ikawa imeanza, huku polisi wengine wakitoka kituoni kufuata mwili wa Veronica ambaye tayari alikuwa marehemu. Tazama sasa, mwisho wako umekuwa aibu tupu. Nimebaki peke yangu kwa sababu ya ujinga wako na upumbavu wenu. Kwa familia gani hapa ambayo nimezaliwa mimi? Shera alikuwa analia kwa uchungu mkubwa kutokana na mambo yaliyokuwa yanaendelea katika familia yake. Upande wake aliona kama vile mkosi kuzaliwa katika familia hiyo. Rafael akafanikiwa kufikishwa hospitali kisha kupewa matibabu ndani ya Serena Hospital pale pale alipotibiwa Salome wake. Naye alipelekwa hapo hapo kisha matibabu kuanza haraka kwa lengo la kuokoa maisha yake. Risasi ilibidi kutolewa ndani ya mwili wake, huku muda huo Veronica akiwa mochwari, yani ameamua kuvunja ndoa kabisa yani. Maana kitendo cha kupiga risasi ilikuwa ni tiketi ya kumwacha Rafael huru bila kizuizi chote kile cha kumwoa mwanamke mwingine. Salome alianza safari kuelekea hospitali kumwona Rafael wake, ambapo alipatana na Anita, ndugu yake, bila kumsahau Sunlisheti wake ambaye aligeuka kuwa kama sehemu ya ulinzi wake. Hakutamani kumwacha tena nyawa wake, badala yake aliamua kuambatana naye popote palipokuwa anaenda, akiamini kwamba Mungu anamtumia Sunlisheti wake huyo kama sehemu ya kumlinda na watu wabaya. Maana hata siku Nesi alipokuwa anataka kumaliza maisha yake, Sunlisheti ndiye alitoa ishara iliyofanya mamake Salome kukimbia kuokoa maisha ya mtoto wake, na ndio maana Salome tangia siku hiyo hakutamani kumwacha Sunlisheti wake. Mungu msaidie Rafael wangu. Mbona nitakuwa mwenye mkosi kama kweli wewe naye atapoteza maisha, nitaishi bila kuolewa? Sihitaji kuolewa tena kama Rafael atapoteza maisha, maana ni balaa hili sasa. Inawezekanaje Brighton amepoteza maisha hata mwezi bado, Rafael naye yapoteze maisha? Mungu wangu nisaidie katika hili. Kama ambavyo umekuwa unanilinda na watu ambao ni wabaya upande wangu, nilinde pia nilinde Rafael wangu, nilinde. Yalikuwa ni maombi ya Swazigelo wakati akiwa yuko ndani ya gari anaelekea hospitalini. Muda huo aliyekuwa anaendesha gari alikuwa ni Vivian, mchumba wa Aziza ambaye alishawahi kutoka kimapenzi na Anita, lakini ikabaki kuwa siri yao wenyewe. Salome alifanikiwa kufika hospitalini moja kwa moja akaelekea chumba alipokuwa malazo wa Rafael. Wakati tayari alishatolewa risasi, ameweka drip ya maji. Risasi haikumuingia sana, hivyo
alikuwa anaweza kuzungumza vizuri tu. Rafaeli kwa mbali alihisi harufu nzuri ya Salome, manukato ambayo Salome amekuwa anayatumia siku zote. Mwisho alijikuta anazoea harufu ya Salome. Bila shaka Salome wangu anakuja. Alizungumza peke yake, kweli mlango kafunguliwa kisha Salome kuingia huko kama ameambatana na Anita bila kumwacha Sonisheti wake. Afisa David aliamua kukubali matokeo, maana alitambua upendo wa kweli kati ya wawili hao, yani Rafaeli ambaye amekuwa rafiki yake mkubwa, lakini sasa kwa upendo aliokuwa nao kwa Salome, Afisa David hakuona sababu ya kuendelea kumzuia tena kuwa na binti yake. Afisa David aliamua kuondoka ndani ya chumba alichokuwa Rafaeli kisha kumwacha na binti zake wawili waweze kuzungumza. Hakuona sababu ya kubaki ndani ya chumba hicho alichokuwa mkwe wake mtarajiwa bwana Rafaeli. Nani tena ambaye anapiga simu dau? Afisa David alichukua simu yake ambayo ilikuwa inaita kisha kupokea baada ya kutambua kwamba ni simu kutoka babake Brighton. Alishangazwa na simu hiyo, maana babake Brighton hakuwahi kumpigia simu hata siku moja. Ilikuwa ni simu ya kwanza tangu Brighton kuzikwa, ambapo tayari zilishapita wiki kama 2 vitangia mazishi ya Brighton yafanyike. Habari yako babake Salome? Ilisikia sauti ya baba marehemu Brighton. Salama ndugu, habari za siku kidogo? Nzuri, namshukuru sana Mungu. Naomba niende katika pointi ya msingi ambayo imesababisha nikupigia hii simu. Bana kazi kweli kweli. Alizungumza babake Brighton kwa sauti iliyokuwa imechangamka sana tofauti na siku zingine. Afisa David akaendelea kumsikiliza kwa njia ya simu. Nahitaji kesho ufike nyumbani kwangu wewe na mke wako na binti yako Salome. Habari ile ilimshtua kidogo Afisa David, hivyo aliamua kuhoji kwanza kabla kukubaliana na kukaribisha huo. Kutakuwa na kitu gani hiyo kesho, maana imekuwa ghafla sana mzee mwenzangu? Amani, wala usipate shaka kuhusu kitu chochote kile. Kuna kitu nahitaji kuzungumza na binti yenu mbele yenu, lakini pia kutaka chakula cha pamoja na nyinyi kwa ajili ya kuunganisha familia yangu na familia yenu pia. Lakini kama unahisi sio salama, wewe ni afisa mkubwa sana, chukua polisi wa kutosha njoo nao, maana unaweza ukawa na mashaka sana kuhusiana na mwaliko huu. Lakini jitahidi kesho ufike kama nilivyokuwa nimekuhitaji mimi, maana nasukuma kufanya hivyo. Ni sawa, nitakuja hiyo kesho, haina tatizo. Lakini kwanza nitaanza mahakamani, maana kuna kesi usika chini nasoma. Baada ya hapo nitamchukua Salome na mama yake ili kusudi niweze kuja naye huko. Afisa David alimaliza kuzungumza na babake Brighton, wakawa wamekubaliana hakukutana huku astambue maana harisi ya kukutana. Rafaeli na Salome alizungumza mambo mengi sana. Wakati wa Sheila ilibidi kufanya tena harakati za mazishi ya dada yake, ambapo ilibidi kushirikiana na Ikram. Sheila alijikuta kama amebakia peke yake, maana ndugu zake wote walipoteza maisha kwa staili ya kujenga kabisa. Hakuona mtu wa kumtupia lawama kwa sababu ni tamaa na matatizo ya ndugu zake wenyewe. Sheila kwa sababu itabakia kuwa sehemu ya familia yetu sasa. Natambua nimekosea, lakini niko tayari kubadilika Sheila. Wala siwezi kurudia makosa tena. Rafaeli amenisamehe kabisa, hata siamini, lakini naomba wewe tu unisamehe pia. Ikram, wala hata usijali. Angalau wewe umetambua makosa yako, umekubali kushuka na kuomba msamaha kuliko dadangu ambaye ameamua kukosea kabisa hadi mwisho wa maisha yake. Nilitegemea kama amekubali kosa maisha mengine yaweze kuendelea, lakini amekuwa ni mwovu mwanzo hadi mwisho. Halikadhalika mamangu pia huwezi kuamini Ikram. Inafikia hatua naona aibu hata kuwatizama machoni kutokana na tabia za familia yangu. Sheila alizungumza kwa uchungu sana huko machozi yakawa yanamtoka, ambapo Ikram alazimika kuwa sehemu ya kumfariji angalau, maana alikuwa katika wakati mgumu sana dada wa watu. Salome alazimika kuwahi kuondoka hospitalini kisha kumwacha kwanza Rafaeli, maana hali yake ilikuwa inaleta matumaini makubwa. Ikabidi kuwahi kwenda kumwona Sheila ambaye aliamini atakuwa katika wakati mgumu sana kutokana na misiba ambayo ilikuwa imekutana nayo kwa kipindi kifupi sana. Anita na Salome walazimika kwenda kumchukua Sheila kisha kuondoka naye rasmi kurudi nyumbani kwao. Afisa David aliamua kumchukua Sheila kisha kumfanya kama sehemu ya familia yake, maana Sheila alibakia peke yake tangia hapo. Afisa David akajikuta kama amekusanya mabinti 4 sasa, yani Sheila, Anita, Aziza na Salome au Swazi Girl. Hatimaye kulikucha tena siku ya pili yake. Sheila aliamua mwili wa Veronica kuzikwa Dar es Salaam, maana bado ile alisabika kama mke wa Rafaeli. Rafaeli naye alikubali kumzika Veronica katika makaburi ya nyumbani kwao, tena alikubali kumzika kama mke wake, maana bado alikuwa hajatengua ndoa hiyo. Ilibidi mwili kuendelea kubakia mochwari kwanza ili kusudi Rafaeli aweze kupona, angalau akitoka hospitali aweze kusimamia maziko ya mke wake ambaye ni Veronica. Hakujali kama Veronica alikuwa anataka kumaliza maisha yake, aliamua kuweka kila kitu kando kisha kuacha heshima ya Veronica kubakia pale pale kwamba amekufa akiwa mke wa Rafaeli. Ikram ilibidi kusimamia masuala yote ya msiba hapo nyumbani kwa Rafaeli, maana muda huo Rafaeli alikuwa bado hospitalini. Afisa David alifika mara moja kutizama mazingira kisha kuondoka kuelekea mahakamani, ambapo kesi ya mkuu wa wilaya ilikuwa inasikilizwa pamoja na wengine wawili, yani Matron na Penina. Jackson yeye alichukuliwa na Emmanuel, ambapo kesi yake ilisimamiwa kijeshi zaidi. Mkuu wa wilaya alihukumiwa kirahisi sana, maana kesi yake ilisimamiwa na wakili makini
ambao walikuwa wametafutwa na afisa David mwenyewe kuvithibitisho vya makosa yake vikiwekwa hadharani. Mkuu wa wilaya alikuwa hana namna ya kuepukana na hukumu ya kwenda gerezani maisha yake yote. Matron na yeye vile vile alihukumiwa maisha yake yote kumalizia gerezani kutokana na kosa la kutaka kumaliza maisha ya Salome Osozigelo, rafiki yake Sunlishet. Penina alipewa hukumu ya kifungo cha nje. Salome aliamua kumzungumza na baba yake ili kusudi Penina asamehewe kwa madai kwamba alikuwa anatumikishwa na Penina. Salome alichukua uamuzi huo baada ya kupata taarifa kwamba Penina alirudi kuomba msamaha kisha baba yake afisa David kumkamata. Ombi la Salome likasikilizwa, hivyo Penina akujikuta akiwa anapunguziwa adhabu. Badala ya kufungwa gerezani akapewa kifungo cha nje. Baada ya hukumu kutolewa, Penina alijikuta hana sehemu ya kuishi. Afisa David akampatia kiasi cha pesa hapo mahakamani Tanzania ni shilingi milioni 2 kisha kumwambia, pesa hii sikutoa mimi maana sikuwa tayari kabisa kukusamehe. Pesa imetoa Salome yule ambaye ulikuwa unahitaji kumaliza maisha yake. Salome aliniambia kwamba nichukue kiasi cha shilingi milioni 2 nikupatie ili kusudi utafute nyumba ya kupanga. Nunua kitanda na godoro uweze kuishi maisha sahihi na salama. Ameniambia nikupatie namba zake ili kusudi uwasiliane naye na wewe, lakini pia ameniambia nikwambie hivi, achana na kila kitu kibao ulichokuwa kifanya. Muda sio mrefu anafungua migahawa yake, wewe utakuwa ni mmoja kati ya wasimamizi katika migahawa hiyo. Shukuru sana Salome, maana mimi nilikuwa sina mpango wa kusamehe wewe. Hiyo ni namba yake ya simu hapo. Alitamani kufika hapa lakini yuko busy kushughulikia masuala ya msiba. Penina alipiga magoti chini huku machozi yakiwa yanamtoka wakati ameshikilia pesa katika mkono wake. Hakuamini kama Salome yule ambaye aliwahi kutaka kumaliza maisha yake mara kibao, lakini yeye amegeuka kumtendea wema mkubwa sana katika maisha yake. Penina alibakia kuwa chini analia kwa furaha kwa kitamani kukutana na Salome amombe msamaha. Afisa David muda huo kaondoka zake kwenda kumchukua Salome na mama yake ili kusudi akamwone Rafael hospitalini kisha waunganishe kwenda nyumbani kwa Brighton ambapo alihitajika na babake Brighton. Unahisi kitu gani Salome anaitwa na babake Brighton? Hebu andika kwenye comment hapo chini. Alafu tunajua hapa katika sehemu ya 15 kwa sababu lazima tufike mwisho wa simulizi yetu. Ndio. Unaambia afisa David alianza safari kuelekea nyumbani kwa babake Brighton ili kusudi awahi kurudi kwa lengo la kushughulikia mazishi ya Veronica aliyekuwa mke wa Rafael. Alihitaji kuhakikisha anamsaidia vyema Rafael kutokana na namna jinsi ambavyo amewahi kujitoa katika masuala mazima ya kumsaidia Salome binti yake. Hakutamani kumwona Rafael anapata shida peke yake, ili hali ya yupo vile vile alitambua tayari ameshakuwa mke wake, hivyo sio rafiki tena bali ameshakuwa ndugu. Rafael katoka hospitali akaendelea kupewa dawa ambazo zilizidi kumsaidia. Maombi yake makubwa alimwomba Mungu wake aweze kumsaidia angalau afanikishe swala zima la kufunga ndoa yake na Salome. Naomba daktari Serena kama ikitokea amefika hapa mwambie anahitaji kuzungumza naye kitu. Rafael alikuwa ameomba nesi ambaye alikuwa karibu kwa ajili ya kumpatia huduma. Bahati nzuri Serena hakuwa mbali, muda huo alifika hospitalini hapo kwake kwa lengo la kukagua mazingira hospitalini hapo. Madam Serena, kuna mgonjwa anaitwa Rafael. Wale ambao walikuwepo hapa wiki 2 zimepita. Anakuhitaji kwa madai kwamba ana mazungumzo ya siri na wewe. Mazungumzo ya siri na mimi tena? Ampacha ndoto gani tena? Hana tatizo lolote lile. Yupo sawa kabisa, maana jeraha lake limeanza kukauka kabisa. Sijua ana shida gani. Serena aliambatana na Haston na ndio maana alikuwa na sita kwenda moja kwa moja kumsikiliza Rafael. Haston alitambua swala hilo. Natambua hapo kazini mke wangu. Na kuamini sana Serena. Wanaenda kumsikiliza mimi. Utanikuta hapo ofisini kwako na kusubiria. Hapana, siko kazini, lakini unaonaje kama twende wote, maana utaboleka kama nitakuacha peke yako hapa. Hapana, hatuwezi kwenda wote maana siri ya mgonjwa inatakiwa kubakia kati ya daktari na mgonjwa husika. Maneno ya Aston hayo akimueleza Serena alisababisha Serena kujikuta akiwa anazidi kuwa huru sana kwa mume wake baada ya kutambua yuko na mwanaume ambaye anamwamini. Hakika wewe ndiye mwanaume ambaye nilikuwa nakuhitaji maishani. Sijui hata nilikuwa nimechelewa wapi kukufahamu mapema. Umefuta machozi yangu yote, umenifanya niwe mwanamke mwenye kujiamini sana, maana wewe unaniamini mimi. Najivunia wewe mume wangu. Alimwacha akiwa amembusu katika shavu lake, tena bonke moja la busu lenye original, acha busu fake. Busu la Serena kwa Haston ilikuwa ni originali kutoka ndani ya moyo wake. Samahani kukusumbua Serena. Wewe ni mtu mkubwa sana, lakini namna jinsi ulivyokuwa mcheshi tena mchangamfu, naamini pengine naweza kupata msaada kutoka kwako. Haina shida, lakini vipi hali yako? Unajisikiaje kwanza Rafael? Angalau naweza hata kukaa hapa, maumivu yamepungua kwa sehemu kubwa sana. Vizuri, waweza kuzungumza sasa. Shida yako ni niko hapa kusikiliza wewe. Selamia, hapa kuna tatizo ambalo linanitesa sana. Tatizo hili linafanya nakosa raha katika maisha yangu. Sina furaha kabisa wala sina raha. Huwezi kuamini hadi umri hapa sina mtoto hata mmoja. Yaani hata ile kumpatia mwanamke mimba bahati mbaya tu hakuna raha, haija kutokea. Mbona niliwahi kusikia kama mke wako alishika mimba?
Uulize nilijuaje kuhusu mke wako, lakini natambua kidogo kuhusu wewe na mke wako. Nilikuwa hujakosea. Aliwahi kushika mimba ndio, lakini ile mimba ilikuwa sio yangu. Kiswahili rahisi, mke wangu alichipuka huko nje na ndiko alikoshika mimba, lakini amepoteza maisha akiwa hajui siri kuhusu tatizo ambalo niko nalo. Inamaanisha kama mke wako amepoteza maisha tayari. Ndio hivyo Serena. Nikishatoka hapo hospitalini natakiwa kufanya mazishi ya mke wangu. Hili sasa ambayo alinipiga baada ya kumaliza kunishuti mimi, alijishuti pia na kujimaliza mwenyewe. Hakika nilikuwa sina habari. Pole sana Rafael. Niko pamoja na wewe. Nitajitahidi kufika msiba pamoja na mume wangu. Nimekusikiliza hapo, naweza kukusaidia, lakini kwanza nataka kujua vipi kuhusu kusimamisha. Unasimamisha vizuri bila tatizo au kusimamisha pia ni changamoto? Nasimamisha vizuri tena hakuna tatizo kabisa lolote lile. Na mwaga vizuri kabisa isa, lakini shida ni kumpatia mwanamke mimba. Pole sana Rafael, tatizo lako linatibika tena, utapona kabisa. Umechelewa sana kutafuta suluhu, maana matatizo kama hayo yapo kwa wanaume wengi sana. Unakuta mwanaume anaishi na mke wako tu, kutwa unampatia lawama tu kwamba yeye ndio mwenye matatizo, lakini kumbe matatizo unakuwa nayo wewe mwanaume. Na ndio maana siku hizi tumeweka utaratibu kupima mwanaume na mwanamke kujua tatizo liko wapi. Tatizo ambalo uko nalo, mbegu zako hazina uwezo wa kutengeneza mtoto, yani hazina nguvu sana. Siwezi kukuelezea zaidi maana unahitaji kutibiwa na mimi nitafanya hivyo. Serena, nitakupatia zawadi kubwa sana kama kweli utanisaidia hilo tatizo. Wala usijali Rafael. Kuna sindano na kuandikia hapa ambapo utachomwa kwa muda wa siku 3 hapo hospitalini. Baada ya kumaliza sindano, kuna vidonge nitakupatia ambavyo utavitumia kwa muda wa wiki 2. Baada ya kumaliza hizo tiba tayari utakuwa na uwezo wa kumpatia mwanamke yote mimba, maana tatizo lako itakuwa limefika kikomo chake. Serena, aina gani ya gari ambayo unapendelea kutumia? Zawadi waga achague mtu bwana. Gari yote utakayonipatia kwangu inatosha kabisa, maana itakuwa ni zawadi niliyopata baada ya kusaidia mgonjwa wangu. Siku zote nilikuwa nasoma huku, shauku yangu kubwa ikiwa ni kusaidia watu. Kupona kwako ndio furaha yangu na mafanikio yangu pia. Rafael alifurahi sana, maana alikuwa anawaza hata kama akimwoa Salome itakuwaje kuhusu kupata watoto. Serena aligeuka kuwa ni msaada mkubwa sana upande wa Rafael na Salome pia. Maana bila Serena hata maisha ya Salome yalikuwa ni hatarini sana. Hasta na Serena aliondoka kwenda kufurahia maisha huko. Wakati huo Serena aliacha ameandika sindano kwa ajili ya matibabu mengine ya Rafael. Vile vile aliandika na dawa ambazo Rafael anatakiwa kupewa siku atakapokuwa anaondoka hapo hospitalini, maana alihofia anaweza kukosa muda wa kukutana naye tena hivi karibuni. Hasa na Serena alikuwa anahitaji kutumia muda ambao Serena alikuwepo kwenye likizo fupi kuhakikisha kwamba Serena anafanikiwa kushika mimba, maana kila mmoja alikuwa anatamani kupata mtoto. Wakiwa njiani kwenda maeneo ya mbugani kutizama wanyama mbalimbali waliokuwa Tanzania, afisa David mke wake na Salome alifanikiwa kufika nyumbani kwa babake Brighton. Karibu sana jamani, karibuni ndani. Maana huu ndio muda sahihi. Baba ndo karibisha ndani kwa furaha yote, ambapo walipokelewa pia na mke wake, maana afisa David hakuenda mikono mitupu. Meza ilikuwa imejaa chakula cha kutosha na vinywaji vya gharama, lakini bado afisa David alikuwa ni mwenye mashaka makubwa sana. Alihakikisha ametembea na silaha yake ndogo kujilinda kwa lolote ambalo litajitokeza. Huyu ndio Salome? Akauliza binti mdogo ambaye ni mdogo wa marehemu. Ndio huyu ndio Salome. Afisa David alimjibu binti huyo. Alisogea hadi alipokuwa Salome kisha aliketi karibu naye. Unaitwa nani wewe? Mimi naitwa Angel. Angel, nimefurahi sana kukufahamu, lakini pia unafanana sana na Brighton. Hata mimi nimefurahi sana kumuona Salome, maana nilikuwa nakusikia tu. Naomba uwe rafiki yangu sasa. Angel alizungumza hivyo huko kana mpatia Salome mkono. Maneno ya mtoto Angel yalipelekea Salome kutokwa na machozi muda huo, maana alimkumbuka Brighton, lakini pia babake Brighton alishindwa kujizuia maskini. Chozi ikamdondoka. Hali kadhalika mamake Salome, yani mke wa David, naye pia akajikuta kutoka na machozi muda huo. Salome alimkumbatia Angel kisha kumwambia, "Wewe sio rafiki yangu tu. Mimi nitakuwa dada yako kuanzia leo. Hata ukitaka tukaishi wote nitafanya hivyo hivyo." I say, unahisi kinatokea kitu gani hapo jamani? Kitu ni Salome Sosgelo. Bana, sema sawa. Hali iligeuka kuwa huzuni tupu ndani ya nyumba hiyo. Angel alisababisha kila mmoja kujikuta kinatokana na machozi huko asiwepo wa kumfuta mwenzake. Ilichukua karibia lisali zima hadi kurudi angalau watu wakala chakula, lakini bado chakula hakikuweza kulika vizuri. Waliamua kula lote na liwe tu, maana hakuna ambaye alikuwa anatambua kilichokuwa ndani ya chakula kilichokuwa kimeandaliwa na familia ya marehemu. Nahitaji tuzungumze sasa wakati wote tunapata vinywaji ili tutambue sababu iliyopelekea kuwaita hapa. Yalikuwa ni maneno kutoka babake marehemu ambaye alianza kuzungumza baada ya chakula. Salome na wazazi wake walitulia kwa lengo la kusikiliza mazungumzo ya baba wa marehemu ambaye alikuwa amewaita. Nimewaiteni hapa kwa mambo mawili au matatu. Kitu cha kwanza ninalo ombi kutoka kwa Salome. Kitu cha pili pongezi kwake. Kitu cha tatu ombi kwa wazazi wa Salome.
Natambua katika kuomba kitu chochote kile kuna kukubaliwa ombi au kukataliwa, lakini matarajio yangu sio ombi langu kukataliwa, badala yake nategemea ombi langu kukubaliwa kwa asilimia kubwa. Natanguliza pongezi kwa Salome, binti mdogo ambaye ameweza kunifundisha kitu kikubwa sana maishani. Ameweza kusambaratisha familia iliyokuwa inanisumbua kwa muda mrefu sana, lakini yeye ameharibu familia hiyo kwa kutumia akili kubwa sana bila kupoteza kitu chochote, ili hali mimi niliwahi kutumia pesa nyingi sana, nimehangaika huku na kule bila mafanikio yote yale. Salome, hongera sana kutekeleza familia mkuu wa wilaya na Jackson kwa ujumla. Nakumbuka leo kunifuata mimi wakati huo ulikuwa unahitaji msaada wangu kukamilisha swala hili, lakini sikukupatia nafasi, maana sikuamini kama ungeweza kupambana na ile familia. Kwa sababu hiyo ninalo ombi kwako, lakini kabla ya ombi nasema kwanza sababu ya ombi hili. Brighton aliyekuwa mwanangu wa pekee, nitegemea ndiye ambaye angeweza kusimama badala yangu mimi kuhakikisha kwamba biashara zinasonga mbele. Bahati mbaya sana amepoteza maisha kabla malengo hayajatimia. Amepoteza maisha kwa sababu ya kupambania penzi lake kwa mwanamke ambaye alikuwa anampenda, ambaye ni wewe hapo Salome. Mwanzoni Jukasa aliamini kwamba ndio chanzo cha sababu ya kubwa sana ya kifo cha mwanangu ambaye ni Brighton. Siku zote nimekuwa kimya nikiwa nawaza kitu gani ambacho nikufanya wewe hapo kama sehemu ya kulipiza kisasi. Nikachukua uamuzi wa kuharibu maisha yako angalau nisiweze kuona tena, maana kila nilivyokuwa nafikiria wewe nilikuwa naamini sababu ya kifo cha mwanangu. Niliumia zaidi maana Brighton amekufa nikiwa nimegombana naye kuhusu swala hilo. Nilimzuia ikafikia hatua akawa ameamua kuondoka nyumbani. Labda kwa sababu ya kauli zangu nilizokuwa nimetoa kwake wakati nilipokuwa nimechukizwa kwa sababu ya swala hilo. Nawaza sana bila kupata majibu. Sehemu kubwa nimeona hata mwenyewe na makosa, maana sikumpatia nafasi ya kumsikiliza. Nilitumia ubabi badala ya kumsikiliza mtoto wangu. Pengine maneno yangu makali kama mzazi ndio sababu ya mambo yote hayo. Maneno yake Brighton yasababisha watu wote kulia tena. Wakati huo aliendelea kuzungumza na yeye, machozi yakiwa yanamlenga tu katika mboni za macho yake. Usiku akamkia siku ile kupigia simu kisha kukutaka ufike kwangu kwa sababu ya Salome bila kumwacha nyuma mama yake. Salome, usiku ulikuwa ni usiku ambao nilipanga kesho yake kusababisha mauaji kwa binti yenu. Tena nilikuwa nimepanga kumaliza maisha yake kwa mkono wangu mwenyewe. Nilihakikisha kama nimeweka sawa sila yangu kwa ajili ya tukio hilo. Lakini usiku nikiwa nimelala, mwanangu Brighton alinijia ndotoni akiwa analia. Nilimwona amesimama mbele yangu analia huku akiwa ananiambia kwa sauti ya ukali sana, "Unataka kufanya kitu gani baba? Nini unataka kufanya kwa Salome? Acha jambo unataka kukifanya, maana yeye hana kosa lote lile. Hakuna kitu ambacho amekosewa wala hastahili kupata hukumu yote ile. Kama utaendelea kufanya hicho ambacho unataka ukifanya, mimi sitaweza kukusamehe hata mara moja, wala siwezi kukuacha salama baba. Nimesema acha kufanya hicho. Mwache Salome aishi kwa amani, la sivyo nafsi yangu haitatulia kwa amani huku niliko. Nitarudi kuteketeza maisha yako." Alikuwa anazungumza kwa sauti ya kufoka sana kwa njia ya ndoto. Alitoweka baada ya kumaliza kuzungumza. Wakati huo alikuwa ameshanizuia kufanya mauaji. Nakumbuka nilishtuka sana kutoka usingizini kiasi ambacho hadi mke wangu naye pia alishtuka, maana nilipiga kelele sana. "Kuna tatizo gani?" Akamwambia mke wangu baada ya kuona nikiwa nimeshtuka kisha kufungua drawer ambayo ilikuwa na silaha ambayo nilikuwa nimeandaa kwa lengo la kuitumia kumaliza maisha yako. Brighton amenitokea ndoto na akiwa analia sana huko akinitaka nimwache yule binti aishi maisha yake. Tena ameniambia kama sitafuata ninavyotaka nafsi yake iweze kupumzika kwa amani, badala yake atarudi tena kwa ajili ya kuja kunipatia hukumu mimi. Baada ya kumweleza hivyo mke wangu, niliamua kumwelezea kila kitu ambacho nilikuwa nimedhamiria kukifanya kwa binti yenu. Mke wangu naye alikuwa ametaka niache kufanya hivyo nilivyokuwa nimeamua kufanya. Badala yake tumeamua kukuita hapa ili kusudi usimamie nafasi ya Brighton. Sio kwa lengo baya, bali tunahitaji kuziunganisha familia zetu. Hilo ndio ombi langu kwako. Unaweza kukubali kusimama kama mwanangu? Salma aliulizwa swali ambalo hilo lilikuwa ni swali moja tata kweli kweli. Maana hakuelewa simame vipi kama mwanao, ili hadi Brighton ameshapoteza tayari maisha. Labda ingeweza kumuoa kisha kuwa mkwe katika familia hiyo, lakini pia Salome tayari anatambua kwamba Rafael ndiye chaguo lake la maisha. Alijikuta yuko njia panda kujibu swali hilo moja kwa moja. Salome alimtazama baba yake kisha kumtazama mama yake, lakini wote wawili wakaonekanika kuinamisha vichwa vyao chini huku akimwachia nafasi Salome azungumze kitu kuhusu hilo. Baada ya Salome kuona ameachiwa kila kitu peke yake, aliamua kutoa majibu kwa kuuliza swali, "Nawezaje kuwa mwanao ili hali Brighton hayupo baba?" "Inawezekana hata kama Brighton hayupo." "Inawezekana vipi sasa?" Jamani. Salome aliuliza kwa lengo la kutaka kujua kabla ya kukubali, maana aliogopa kuingia makubaliano na kitu ambacho hakitambui undani wake. "Nataka kukupatia nafasi ya kusimamia migawa kama ambavyo ulikuwa unahitaji mwanzoni. Maana sina mtoto mkubwa ambaye anaweza kufanya haya zaidi ya huyo Brighton ambaye tayari ameshapoteza maisha yake.
au umeshapata mtu wa kukupatia pesa za kufungua migahawa zaidi? Maana ulisema huhitaji pesa kutoka babako, unataka kusimama mwenyewe kwanza ukitafuta chako mwenyewe. Lengo langu Angel asiwe mnyonge, wala haitakuwa sababu ya kukuzuia kufanya mambo yako mengine. Asilimia yangu teweka katika akaunti ya mdogo wako ambaye ni Angel. Unaonaje katika hilo? Nimekuelewa vizuri sana. Kuhusu hilo swala halina shida kabisa hata kidogo. Nilikuwa nataka kuchukua mkopo, basi itabidi nisitishe. Nimefurahia kusikia ombi la kwanza limekubaliwa, lakini ombi la pili hili kwa wazazi wako, hasa David Afsapo, ningelipenda achukue nafasi ya kujibu hili swali. Natamani kuona familia yangu na familia yako vinakuwa pamoja, maana kijana wangu ameamua kuunganisha undugu wa damu. Afisa David hakuona sababu ya kupingana na swala hilo. Walikubaliana wote wawili kisha kuendelea kupata kinywaji kwa furaha sana. Ilifikia muda ambapo Salome alikuwa anatakiwa kuondoka kwa ajili ya kurudi nyumbani. Angel pia, ambaye ni binti mdogo wa Brighton, alingangania kuondoka na Salome muda huo. Unaweza kuondoka naye tu kama wazazi wako wameweza kuniamini na kuja hapa. Yaani ni mzuri Angel kuondoka na wewe hadi tumeshakubaliana kushikamana kwa kitu kimoja. Nenda naye tu akapumzike, kisha siku ya shule utamleta nyumbani. Baba marehemu Brighton alitoa kibali Salome kuondoka na Angel, huku mamake Angel naye akiruhusu bila shaka yote ile. Afisa David aliondoka kwenda kushughulikia masuala ya msiba sasa, huku familia ya Angel ikiahidi kufika katika mazishi ya mke wa Rafael ambaye ni Mrs. Gubu au Veronica. Wakati wakiwa njiani kuelekea nyumbani kwa Rafael ambapo kulikuwa kunaendelea na shughuli za mazishi, Salome alibaki kusimamisha gari. Unataka kufanya nini tena hapa na hakuna taduka Salome? Baba, ule mti ni dawa kwa ajili ya ndugu yangu Anita. Nahitaji kupata mizizi yake, alijibu Salome kisha kushuka haraka sana kutoka ndani ya gari hadi sehemu ulipokuwepo mti husika kisha kuanza kuchimba ili kupata mizizi yake. Haikuwa kazi sana kupata mizizi ya mti huo, maana haukuwa mkubwa sana. Salome alifurahi sana baada ya kupata mizizi yake, maana aliamini amepata tiba ya tatizo la Anita. Tatizo ambalo liligeuka kuwa mateso na kero kubwa sana upande wake. Angel alikuwa ni mwenye furaha sana baada ya kuwa karibu na Salome. Anamuita Salome dada, na Salome anampenda kuliko kitu chochote kile. Anita, hii hapa ni dawa kwa ajili ya tatizo lako. Bibi yangu aliyewahi kunilea alikuwa Masai. Alifundisha dawa nyingi sana kuhusu binadamu. Tegemeo langu kubwa na imani tatizo lako litapona kupitia dawa hii. Salome alimweleza Anita baada ya kukutana naye. Anita alitakiwa kuanza kutumia mizizi hiyo kwa kuchemsha kisha kunywa kwa muda wa wiki moja. Ilikuwa ni michungu sana, lakini kutokana na tatizo ambalo lilikuwa linamsumbua katika maisha yake, alikuwa hana chaguo wala hakuna namna yote ile. Ilibidi kutumia mizizi hiyo kama ambavyo Salome alimwelekeza. Baada ya siku 2 kupita, Rafael alipata nafuu kisha kusimamia mazishi ya mke wake. Aliamua kumzika maeneo ya nyumbani kwake kwa heshima zote bila kujali kwamba aliwahi kumtendea. Ilichukua mwezi mmoja, kila kitu kikawa kimeanza kusaulika. Harakati za ndoa kati ya Aziza na Vivian kufanyika, kisha ndoa kupita bila kizuizi chochote kile. Vivian akawa amefanikiwa kumwoa Aziza, binti aliyekuwa anafanya kazi za ndani nyumbani kwa Afisa David. Afisa David alisimamia ndoa hiyo vizuri sana. Alihakikisha Aziza anaolewa kwa heshima kubwa bila ubaguzi wowote. Alimpatia zawadi ya nyumba ya kifahari kwa ajili ya kwenda kuishi na mume wake Vivian. Hakutaka kuona Aziza anatoka nyumbani kwake kisha anaenda kuishi maisha ya tabu na dhiki katika ndoa. Hakuna ambaye aliamini kwamba Aziza alikuwa ni mtumishi wa ndani wa nyumba ya David. Heshima yake, nidhamu yake, upendo wake kwa familia ya Afisa David ulisababisha aweze kuheshimishwa na Mungu kupitia Afisa David. Hakika wema unaishi siku zote, tena matunda yake ni mazuri sana. Licha Afisa David kumpatia Aziza zawadi ya nyumba, mke wa Afisa David alimpatia pesa taslimu shilingi Tanzania ni milioni 5 kisha kumtaka azitumie pesa hizo kufungua biashara yoyote aweze kuendesha maisha yake na familia yake ambayo angeanzisha. Wakati huo Salome aliamua kumpatia zawadi ya gari ya kutembelea yeye yenye thamani ya shilingi milioni 13, lakini pia alimwahidi kumpatia kazi katika moja ya migahawa mikubwa aliyokuwa anahitaji kufungua. Vivian kupitia Aziza alijikuta akiwa anabadilisha maisha yake, hata kusababisha binti yake kuachana na biashara ya karanga aliyokuwa anaifanya mtaani. Salome alifanikiwa kufungua migahawa kama ilivyokuwa anahitaji yeye. Migahawa Jackson ambayo ilikuwa imechukuliwa na jeshi alipewa Emmanuel kama sehemu ya kupunguza machungu yake. Emmanuel kwa sababu ya shughuli zake aliamua kumpatia Salome migahawa yote kwa ajili ya usimamizi, aliyekasababisha Salome kujikuta yuko busy sana kiasi kwamba akaamua kuachana na masuala ya chuo kisha kusimama kama msimamizi mkuu wa migahawa mikubwa sana nchini. Salome aliamua kuwachukua watu wake wa karibu kama vile Sheila, Anita, lakini pia hakumwacha Penina. Aliamua kumpatia kazi pia baada ya kumwona amejirekebisha. Vile vile Aziza alipewa nafasi ya kazi ambapo walikuwa wasimamizi wasaidizi katika migahawa tofauti tofauti. Anita tatizo lake lilimalizika kutokana na dawa aliyopewa na Salome.
maisha yake yote amekuwa anamheshimu Salome na kumpenda mno. Tena upande wa Anita kwa Salome ni kutoka ndani ya moyo wake kabisa, wala sio unafiki. Walishikamana wakawa timu moja, wakafanya kazi kwa bidii tena kwa upendo chini yake Salome au Swazi Girl. Baada ya mwaka mmoja kupita, Salome anapata nafasi ya kushiriki mashindano ya mmiliki wa migahawa bora nchini, tena migahawa inayotoa huduma bora na chakula bora. Kutoka kuwa Swazi Girl, Salome alijikuta anashinda hata kupewa ubalozi wa makampuni makubwa sana duniani ambayo yanajihusisha na masuala ya vyakula mbalimbali. Salome sio Swazi Girl tena bwana. Kwa sasa hivi anajiita Swazi Boss, huku akiwa sambamba na rafiki yake Sonali Shetty ambaye hajawahi kumsahau, maana amekuwa sehemu kubwa sana ya furaha katika maisha yake. Rafael na Salome upendo wao ulizidi kushamili siku hadi siku. Hatimaye Salome aliamua kumtambulisha rasmi Rafael ili kusudi waweze kufunga ndoa baada ya kumchunguza kwa muda wa mwaka mmoja tangu kifo cha mke wake. Hatimaye Salome aliamua kufanya uamuzi baada ya kuona anafaa kuwa mume wake sasa. Rafael, karibu sana nyumbani. Ingawa sio mgeni sana, lakini kwa sasa hivi sina budi kukaribisha kama mgeni, maana ushakuwa mkwe sasa. Ilikuwa ni Afisa David siku moja ambapo Rafael alifika nyumbani kwa Afisa David kama mkwe baada ya kutoa mahali. Sasa shughuli nzima kuhusu ndoa ikawa inafanyika. Kila kitu kilikuwa kinafanyika kupitia Afisa David kama mzazi, huku akishirikiana na familia ya Brighton, maana Rafael hakuwa na wazazi tena. Bana, unaambiwa kwamba hatua za harusi zilichukua muda wa miezi 5 mbele. Maana bana, na kipindi hicho Salome alikuwa ameshapata mafanikio makubwa sana katika maisha yake. Malengo yake yalitimia baada ya kupitia changamoto nyingi, huku akinusulika kupoteza maisha mara kibao sana. Hatimaye anafanikiwa kuelekea kufunga ndoa na Rafael, mwanaume ambaye alipambana kwa nguvu zote kuhakikisha kwamba Salome anafikia anapohitaji. Miongoni mwa watu waliosimama katika kamati ili kuhakikisha kwamba inafungwa ndoa, Selina na Aston walisimama upande wa Rafael, maana Rafael hakuwa na ndugu, hivyo waliamua kusimama naye wakati wa Selina alikuwa na mimba kubwa karibia kujifungua, huku akiwa ni wazili. Nataka nipeleke gerezani kwa sababu nataka nimpelekee mkuu wa wilaya mwaliko wangu atambue kwamba sasa naolewa. Ilikuwa maneno ya Salome ambapo aliongozana na Sheila bila kumsahau Anita hadi gerezani alipokuwa mkuu wa wilaya. Wakampatia kadi ya harusi lengo kumuonyesha tu. Lakini pia Salome alipeleka kwa matron vile Jackson ambaye alihukumiwa gerezani, alimpelekea kadi ya mwaliko huko. Wabaya wote waliotaka kuona maisha ya Salome yakiwa yanabadilika haribika walijikuta wanaishia kuharibikiwa wao, huko Salome akaendelea kufikia malengo tu katika maisha yake. Utajiri aliyokuwa nao yeye peke yake, ukiachilia mbali utajiri wa Afisa David, bado anaolewa na Rafael, naye pia amefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Hiyo ni ishara tosha kwamba maisha ya tabu na dhiki nyingi mbali kama amepitia kipindi alipokuwa anakuwa, Salome hawezi kuyapitia tena. Waswahili wanasema ameshatoboa tayari. Hatimaye siku ya harusi inafika na kufika, hakika walipendeza sana. Angel alisimama mbele akiwa kama bibi harusi mdogo, huku familia ya marehemu Brighton ilikuwa bega kwa bega na familia ya Afisa David kuhakikisha kwamba Salome anafunga ndoa yake na Rafael kisha maisha mengine kuendelea. Salome alihitaji pia kumchukua Angel na kuishi naye kama sehemu ya kumwenzi Brighton. Familia ikakubaliana na swala hilo. Kwa hiyo baada ya ndoa kupita, Angel atachukuliwa na Salome kwa ajili ya kuishi nyumbani kwa Salome. Rafael akakula zake kiapo pale cha ndoa kanisani chini ya father ambaye alimtunza na kumlea Salome baada ya kuokotwa kanisani. Father huyo alikuwa ni mwenye furaha sana kiasi kwamba alikuwa anatokwa na machozi wakati wa kufungisha ndoa hiyo. Nalia kwa furaha, sio kwa huzuni. Huyu binti ametoka mbali sana. Hakana jivunia Salome kwa sababu natambua maisha yake tangia alipokuwa mtoto mchanga hadi leo. Salome anatembelea ndege na gari za kifahari. Salome leo amepata mume sahihi katika maisha yake. Sijui niseme nini mbele ya Mungu, lakini nawatakia maisha mazuri yenye furaha na mafanikio tele. Ilikuwa maneno ya Faza baada ya kufungisha ndoa hiyo kati ya Rafael na Salome. Walitoka kanisani kuelekea ukumbini kwa ajili ya sherehe na mambo mengine ya zawadi. Sasa hakika Salome alikuwa amepata zawadi nyingi sana. Upande wa familia ya Angel ambapo ni babake marehemu Brighton, yeye na mke wake walimpatia gari ya kutembelea yenye thamani kubwa sana pamoja na nyumba ya kuishi, tena bonge la nyumba. Bado Selina na Aston na wao walimpatia zawadi. Father na wanachuo wengine walifika kutoa zawadi zao. Afisa David na mke wake walitangaza kumpatia nusu ya utajiri wao wote, huku nusu nyingine ikibakia kwa ajili ya Anita. Baada ya ndoa kumalizika, Emmanuel naye alikuwa kati ya watu waliokuwa wamehudhuria ndoa ya Salome na Rafael. Anita, nahitaji kuwa kama hautojali, hata kesho tunatuma mshenga. Anita naye siku hiyo baada ya Salome kufunga ndoa, Emmanuel anatangaza nia ya kumwoa Anita. Nawezaje kukataa sasa? Alijisemesha Anita peke yake, huko akawa anaomba Emmanuel kumpatia muda wa kufikiria. Au sijali
chukua namba yangu utapata wasiliana basi. Nitakapokea namba ya Emmanuel kisha kila mmoja kuondoka na harakati zake zingine. Aliamua kumshirikisha Salome swala hilo. Wakati huo Salome alikuwa zake honeymoon, mtoto anachezea mashine ya Rafael. Ilikuwa ndio mara yake ya kwanza kuonja tamu ya mtalimbo. Alihisi kuchelewa sana kupata raha maishani, lakini Rafael alishangazwa sana na kumkuta Salome bado mtoto alikuwa na bikla yake. Kwa umri wa Salome, hali hiyo ilisababisha Rafael kutangaza kuongeza tena mahali, akidai mahali aliyokuwa amelipa anahisi ni ndogo kuliko kile alichokuwa amekutana nacho. Sio kitu rahisi kumwona mwanamke bikla, maana siku hizi mtoto anasoma darasa la 5 lakini anajua staili kuliko hata mama zake. Mtoto mdogo anaokelea staili inaitwa ndungai kaachia ngazi, sio mchezo. Alita baada ya kushauriana na Salome alikubaliana na swala zima la kuolewa na Emmanuel. Emmanuel yuko mafunzoni, anamaliza mafunzo ya kikomando kisha kumwoa mtoto Anita ambaye anafanana sana na Salome. Salome na Rafael hivi sasa ni mke na mume, ambapo anasubiria kupata mtoto. Mungu akijalia, maana mtoto la Rafael Serena alishamsaidia. Angel ambaye ni mdogo wa Brighton anaishi na Salome. Tena wanapendana sana. Sio Salome, sio Angel, sio Rafael, yani full maupendo hadi raha. Sunisheti naye anaendelea kula maisha nyumbani kwa Salome. Hivi sasa Sunisheti amenenepa kweli kweli, maana hana mawazo tena kutokana na kwamba rafiki yake yupo katika mikono salama. Salome anafikiria kumtafutia nyau wa kike angalau Sunisheti naye anapata kiburudisho. Sheila yeye anaishi kwa Afisa David. Afisa David aliamua kumchukua kisha kuishi naye kama mtoto wake, lakini pia ndiye msimamizi msaidizi wa Salome. Tena yuko karibu na Salome sana. Na huo ndio mwisho msikilizaji wa simulizi yetu Salome the Swaz Girl, lakini naambiwa sasa ni Swaz Boss, sio Swaz Girl tena. Mtunzi wa simulizi yetu anakwenda kwa jina Elias Mziwanda. Natumai umeenjoy msikilizaji, ni wewe hapo. Director Oni ndo msimuliaji, simulizi Maxi ndo the super brand. Amekuletea simulizi ikiwa imeanza na simulizi ya Aisha, lakini leo Salome. Upande wa pili tunaye Zuchu, mtoto wa Singomaza. Endelea kufuatilia simulizi ya Zuchu kwa ukaribu sana, kwa sababu ni burudani juu ya burudani. Unaambiwa Zuchu ni moto mwingine, achilia mbali Aisha na Salome. Kilingacha hapo na tuna damu, tunaye journalist, yani mwandishi wa habari. Huko ni ujasusi, mapigano na upelelezi chini ya uandishi maridadi wa Fabian Babuya, mwamba wa hizo kazi. Basi usikose nyuma mic nitakapo director wewe kama kawaida kuhakikisha kama nakuletea burudani ya kukata na mundo. Asante na aramsiki mpaka katika simulizi nyingine. Bye bye.